Barua ya kwanza ya Yohane. Yohane wa kwanza, sura ya kwanza. Tunawaandikia ninyi juu ya neno la uzima lililokuwa tangia mwanzo. Sisi tulilisikia, tuliliona kwa macho yetu wenyewe, tuliliangalia na kuligusa kwa mikono yetu wenyewe. Uzima huu ulipotokea, sisi tuliuona. Kwa sababu hii tunaushuhudia na kuwatangazia habari za huo uzima wa milele uliokuwa pamoja na Baba na ulioonyeshwa kwetu. Lile tuliloona na kulisikia ndilo tunalotangaza kwenu vile, kusudi mupate kushirikiana nasi. Na huu ushirika wetu ni ule tunaokuwa nao pamoja na Baba na Mwana wake Yesu Kristo. Tunawaandikia ninyi maneno haya kusudi tupate kujazwa na furaha kabisa. Na hii ndiyo habari tuliyosikia kutoka kwa Yesu Kristo na kuitangaza kwenu. Mungu ni mwangaza, na ndani yake hamuna giza hata kidogo. Tukisema kwamba tunashirikiana naye, lakini tunaishi katika giza, tunasema uongo, nayo matendo yetu si ya kweli. Lakini kama tunaishi katika mwangaza, kama vile Mungu mwenyewe anavyokaa katika mwangaza, tunashirikiana sisi kwa sisi, na damu ya mwana wake Yesu inasafisha zambi zetu zote. Tukisema kwamba hatuna zambi, tunajidanganya sisi wenyewe, wala ukweli hauko ndani yetu. Lakini tukiitikia zambi zetu mbele ya Mungu, yeye atatusamehe zambi zetu na kutusafisha toka katika maovu yote, kwa maana yeye ni mwaminifu na mwenye haki. Tukisema kwamba hatukutenda zambi, tunamugeuza Mungu kuwa muongo, na ukweli wa neno lake si ndani yetu. Yohane wa kwanza, sura ya pili. Watoto wangu wapendwa, ninawaandikia maneno hayo kusudi musitende zambi. Lakini kama mutu akitenda zambi, tuko na yule anayetutetea mbele ya Baba, naye mteteaji yule ndiye Yesu Kristo mwenye haki. Yeye ndiye sadaka iliyotolewa kwa ajili ya usamehe wa zambi zetu, wala si kwa ajili ya zambi zetu tu, lakini kwa ajili ya zambi za watu wote. Sisi tunatambua kwamba tunamjua Mungu ikiwa tunashika amri zake. Mutu akijidai kwamba anamjua Mungu, lakini hashiki amri zake, yeye ni muongo, nao ukweli hauko ndani yake. Lakini yule anayetii neno la Mungu yuko na upendo kamili wa Mungu ndani yake. Hili ndilo jambo linalotuonyesha kwamba sisi tunaungana na Mungu. Mutu yeyote anayesema kwamba anaungana na Mungu anapaswa kuishi sawa vile Yesu alivyoishi. Wapenzi, siwaandikii amri mupya, lakini ile ya zamani mulioijua tangia mbele. Na amri hiyo ya zamani ni lile neno mulilosikia. Kwa ngambo ingine, amri hii ninayowaandikia ni mupya, na ukweli wake unaonekana ndani ya Kristo na ndani yenu vile. Kwa maana giza linapita na mwangaza wa kweli umekwisha kutokea. Mutu anayesema kwamba anaishi katika mwangaza, lakini anamchukia ndugu yake, yeye angali anaishi katika giza. Yule anayemupenda ndugu yake anaishi katika mwangaza, na ndani yake hamuna kitu kinachoweza kuangusha mwingine katika zambi. Lakini anayemchukia ndugu yake anaishi na kutembea katika giza, wala hajui pahali anapokwenda, kwa sababu giza limemupofusha macho. Ninawaandikia ninyi watoto wangu, kwa sababu mumesamehewa zambi zenu kwa jina la Kristo. Ninawaandikia ninyi wababa, kwa sababu mumemjua yule aliyekuwa tangu mwanzo wa vitu vyote. Ninawaandikia ninyi vijana, kwa sababu mumemshinda yule muovu. Nimewaandikia ninyi watoto, kwa sababu mumemjua Baba. Ninawaandikia ninyi wababa, kwa sababu mumemjua yule aliyekuwa tangia mwanzo wa vitu vyote. Ninawaandikia ninyi vijana, kwa sababu muko na nguvu,
na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mumemshinda yule mwovu. Musipende dunia wala mambo yanayokuwa katika dunia. Mutu akipenda dunia hawezi kumupenda Mungu Baba, kwa maana kila kitu kinachokuwa katika dunia, kama vile tamaa ya kimwili, tamaa ya macho na majivuno ya maisha, hivi vyote havitoki kwa Baba, lakini vinatoka katika dunia. Dunia inapita pamoja na tamaa zake, lakini mtu yule anayefanya mapenzi ya Mungu anaishi milele. Watoto wangu, huu ni wakati wa mwisho. Mulisikia habari kwamba mupinga Kristo atakuja. Lakini hata sasa wapinga Kristo wengi wametokea. Na kwa hiyo tunajua kwamba ni wakati wa mwisho. Watu hawa wametoka kati yetu, lakini hawakukuwa wa kundi letu, na kwa sababu hii wametuacha. Kama wangekuwa wa kundi letu, wangekaa pamoja nasi. Lakini wametuacha kusudi ionekane wazi ya kama hawakukuwa wa kundi letu. Lakini munajazwa na Roho Mtakatifu ambaye Kristo alimimia juu yenu, na kwa hiyo ninyi wote munajua ukweli. Basi sikuwaandikia kwa sababu hamujui ukweli, lakini kwa sababu munaujua, na tena kwa sababu hakuna uongo wowote unaoweza kutokana na ukweli. Ni nani anayekuwa musema uongo? Ni yule anayekana kwamba Yesu si Kristo. Huyu ndiye mupinga Kristo, kwa maana anamukana Baba na Mwana. Yule anayemukana Mwana anamukana Baba vile vile, lakini yule anayemukubali Mwana anamukubali Baba vile vile. Kwa hiyo muchunge ndani ya mioyo yenu mafundisho muliyosikia tangia mbele. Kama mukichunga mafundisho yale muliyosikia tangia mbele, mutakaa ndani ya Mwana pamoja na Baba. Na Kristo yeye mwenyewe alituahidi sisi uzima wa milele. Nimewaandikia maneno hayo kwa sababu ya watu wanaotafuta kuwadanganya. Lakini Kristo amemimia Roho juu yenu, na kufuatana na vile Roho yule anavyokaa ndani yenu, hamuhitaji kufundishwa na mutu, kwa maana Roho wake anawafundisha mambo yote. Roho yule anasema ukweli, wala hasemi uongo. Basi kama vile Roho alivyowafundisha, mukae ndani ya Kristo. Na sasa watoto wangu, mukae ndani yake kusudi tukue na tumaini. Hakika wakati atakapotokea, na kutosikia haya mbele yake siku atakaporudi. Munajua kwamba Kristo ni mwenye haki. Kwa hiyo munapaswa kujua vile vile kwamba kila mutu anayefuata haki ni mtoto wa Mungu. Yohane wa kwanza sura ya 3. Muangalie namna Baba alivyoonyesha upendo wake kwetu hata tupate kuitwa watoto wa Mungu. Na kwa hakika sisi ndiyo wao. Ndiyo maana watu wa dunia hawatutambui, kwa sababu hawakumjua Mungu. Wapendwa wangu, sasa sisi ni watoto wa Mungu, wala namna tutakavyokuwa haijaonekana bado waziwazi. Lakini tunajua kwamba wakati Kristo atakapotokea, tutafanana naye, kwa sababu tutamuona vile anavyokuwa. Basi kila mutu anayekuwa na tumaini hili katika Kristo anajisafisha mwenyewe kama vile Kristo anavyokuwa safi. Kila mutu anayefanya zambi anavunja sheria ya Mungu, kwa sababu kufanya zambi ni kuvunja sheria. Ninyi munajua kwamba Yesu Kristo alikuja kusudi aondoe zambi, na hakuna zambi ndani yake. Basi kila mutu anayeungana naye hafanyi tena zambi, lakini kila mutu anayefanya zambi hakumuona wala kumjua. Watoto wangu, mutu asiwadanganye. Mutu anayetenda mambo ya haki ni mwenye haki kama vile Kristo ni mwenye haki. Mutu anayefanya zambi ni mutu wa Shetani, kwa maana Shetani anafanya zambi tangia mwanzo wa vitu vyote. Kwa sababu hii Mwana wa Mungu alikuja kusudi aharibu kazi za Shetani.
Kila mutu anayekuwa mtoto wa Mungu hafanyi zambi, kwa sababu neno la Mungu linakaa ndani yake. Tena hawezi kufanya zambi, maana Mungu ni baba yake. Hii ndiyo njia inayoonyesha wazi tofauti kati ya watoto wa Mungu na watoto wa Shetani. Mutu asiyetenda mambo ya haki au asiyemupenda ndugu yake si mtoto wa Mungu. Kwa maana huu ndiyo ujumbe muliosikia tangia mbele: tupendane sisi kwa sisi. Tusikuwe kama Kaina aliyekuwa wa yule mwovu, akamuua ndugu yake. Yeye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Basi wandugu zangu, musishangae kama watu wa dunia hii wakiwachukia ninyi. Sisi tunajua kwamba tumeponyoka lufu na kupata uzima kwa sababu tunawapenda wandugu zetu. Mutu asiyekuwa na upendo ni kama mufu. Kila mutu anayemuchukia ndugu yake ni muuaji. Nanyi munajua kwamba muuaji yeyote hana uzima wa milele ndani yake. Sisi tumetambua upendo kwa njia hii: Yesu Kristo alitoa uzima wake kwa ajili yetu. Nasi vile tunapaswa kutoa uzima wetu kwa ajili ya wandugu zetu. Mutu akiwa na mali ya dunia hii, naye akimuona ndugu yake katika hitaji, lakini hataki kumusikilia huruma, mutu yule anaweza kusema kwamba anamupenda Mungu? Watoto wangu, upendo wetu usikuwe wa masemi tu, lakini unapaswa kuwa upendo wa kweli na unaoonekana kwa matendo. Kwa njia hii tutatambua kwamba sisi ni watu wa ukweli na mioyo yetu itatulia mbele ya Mungu. Kwa maana hata kama zamiri yetu inatuhukumu, tunajua kwamba mafikiri ya Mungu yanapita zamiri yetu, naye anajua yote. Wapendwa wangu, zamiri yetu isipotuhukumu, sisi tuko na tumaini mbele ya Mungu. Nasi tunapokea jambo lolote tunaloomba kwake, kwa sababu tunatii amri zake na kutenda mambo yanayomupendeza. Amri yake ndiyo hii: tuamini jina la mwana wake Yesu Kristo na tupendane sisi kwa sisi kama vile Kristo alivyotuamuru. Mutu anayetii amri za Mungu anakaa ndani yake na Mungu anakaa ndani ya yule mutu. Tunatambua kwamba Mungu anakaa ndani yetu kwa njia ya Roho Mutakatifu aliyetupatia. Yohane wa kwanza sura ya 4. Wapendwa wangu, musimuaminie kila mutu anayesema kwamba yuko na Roho wa Mungu, lakini mumupime kwa kuhakikisha kama roho yule anatoka kwa Mungu. Kwa maana manabii wengi wa uongo wametokea katika dunia. Mutatambua Roho wa Mungu kwa njia hii: kila mutu anayesadiki kwamba Yesu Kristo amekuja katika hali ya kimutu yuko na Roho wa Mungu. Lakini mutu yeyote asiyemsadikia Yesu hana roho anayetoka kwa Mungu. Mutu yule yuko na roho ya mupinga Kristo. Ninyi mumekwisha kusikia kwamba roho yule atakuja, na sasa amekwisha kuja katika dunia. Lakini ninyi watoto wangu, muko watoto wa Mungu, nanyi mumewashinda manabii wa uongo. Maana roho anayekaa ndani yenu ni mwenye uwezo kuliko yule anayekaa ndani ya watu wa dunia. Manabii wa uongo ni watu wa dunia. Ndiyo maana wanasema mambo ya kidunia, nao watu wa dunia wanawasikiliza. Lakini sisi ni watu wa Mungu. Mutu anayemjua Mungu anatusikiliza. Yule asiyemjua Mungu hatusikilizi. Basi ni kwa njia hii tunaweza kutambua tofauti kati ya roho wa ukweli na roho ya udanganyifu. Wapendwa wangu, tupendane, kwa maana upendo unatoka kwa Mungu. Kila mutu anayekuwa na upendo ni mtoto wa Mungu, naye anamjua Mungu. Mutu asiyekuwa na upendo hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo.
Hii ndiyo namna Mungu alivyoonyesha upendo wake kwetu. Alimutuma mwana wake wa pekee katika dunia kusudi kwa njia yake tupate uzima wa milele. Na huu ndiyo upendo, si kwamba sisi tulimupenda Mungu, lakini kwamba ni yeye ndiye aliyetupenda hata akatuma mwana wake kama vile sadaka iliyotolewa kwa ajili ya usamehe wa zambi zetu. Wapendwa wangu, ikiwa Mungu alitupenda sisi namna ile, sisi vile vile tunapaswa kupendana. Hakuna hata mutu aliyekwisha kumuona Mungu wakati wowote. Tukipendana sisi kwa sisi, Mungu anaungana nasi na upendo wake unakamilika ndani yetu. Kwa njia hii tunatambua kwamba sisi tunakaa ndani ya Mungu, naye anakaa ndani yetu. Yeye ametupatia Roho wake, na sisi tumeona na kushuhudia kwamba Baba amemutuma mwana wake kuwa mwokozi wa dunia. Kila mutu anayesema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu anaungana naye, na mutu yule anaungana na Mungu. Na sisi tumejua na kuamini upendo Mungu anaokuwa nao kwetu. Mungu ni upendo. Yule anayeishi katika upendo anaungana na Mungu, na Mungu anaungana naye. Hivi upendo umekamilishwa ndani yetu, kusudi tupate kuwa na tumaini kwa siku ile ya hukumu. Kwa sababu maisha yetu katika dunia hii yanafanana na maisha ya Yesu Kristo. Katika upendo hakuna woga, lakini upendo kamili unaondoa woga wote. Maana yule anayekuwa na woga hakamiliki katika upendo, kwa sababu woga unaonyesha hali ya kuhukumiwa. Sisi tuko na upendo kwa sababu Mungu ndiye aliyetupenda wa kwanza. Kama mutu akisema, ninamupenda Mungu, naye anamchukia ndugu yake, yeye ni muongo. Kwa maana yule asiyemupenda ndugu yake anayemuona, hawezi kumupenda Mungu asiyemuona. Basi hii ndiyo amri tuliyopewa na Kristo. Yule anayemupenda Mungu anapaswa kumupenda ndugu yake vile vile. Yohane wa kwanza sura ya 5. Mutu yeyote anayeamini kwamba Yesu ndiye Kristo, yeye ni mtoto wa Mungu. Na kila mutu anayemupenda Baba anamupenda mwana wake vile vile. Hii ndiyo namna tunavyojua kwamba tunawapenda watoto wa Mungu, kwa kumupenda Mungu na kushika amri zake. Kwa maana kumupenda Mungu ni kutii amri zake, na amri zake si ngumu, kwa sababu kila mtoto wa Mungu anashinda dunia. Tunashinda dunia kwa njia ya imani yetu. Ni nani anayeshinda dunia? Ni yule anayeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo ndiye aliyekuja kwa maji ya ubatizo wake na kwa damu ya kufa kwake. Hakukuja na maji tu, lakini pamoja na maji na damu. Naye Roho ndiye anayeshuhudia mambo yale, kwa sababu Roho ni wa ukweli. Maana kuna washuhuda watatu: Roho, maji na damu. Nao watatu wanapatana kwa ushuhuda mmoja. Kama tunakubali ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni wenye maana zaidi, na ni huu ndio ushuhuda Mungu aliotoa juu ya mwana wake. Yule anayemwamini mwana wa Mungu yuko na ushuhuda huu ndani yake. Lakini yule asiyemwamini Mungu amemufanya Mungu kuwa muongo, maana hakuaminia ushuhuda Mungu aliotoa juu ya mwana wake. Na huu ndio ushuhuda ule: Mungu alitupatia uzima wa milele, na uzima huu unapatikana kwa njia ya mwana wake. Yule anayekuwa na mwana wa Mungu yuko na uzima ule, lakini yule asiyekuwa na mwana wa Mungu hana uzima. Ninawaandikia maneno yale ninyi wenye kuamini kwa jina la mwana wa Mungu, mupate kujua kwamba muko na uzima wa milele. Nasi tuko na tumaini hili mbele ya Mungu. Tunajua kwamba atatusikiliza tukimuomba kitu chochote
kufuatana na mapenzi yake. Basi ikiwa tunajua kwamba anatusikiliza wakati tunapomuomba, tunajua vile kwamba anatupatia chochote tulichomuomba. Mutu akimuona ndugu yake anafanya zambi isiyoleta kifo, anapaswa kumuombea kwa Mungu. Mungu atamupa mutu yule uzima. Jambo hili linaelekea wale wanaotenda zambi isiyoleta kifo. Maana kuna zambi inayoleta kifo, lakini sisemi kama ataomba juu ya hiyo. Kila tendo lisilokuwa la haki ni zambi, lakini kuna zambi isiyoleta kifo. Tunajua kwamba kila mtoto wa Mungu hafanyi zambi, kwa maana mwana wa Mungu anamulinda, wala yule muovu hawezi kumugusa. Tunajua kwamba sisi ni watoto wa Mungu, ingawa dunia yote inatawaliwa na yule muovu. Tunajua vile kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupatia ufahamu tupate kumjua Mungu anayekuwa wa kweli. Nasi tunaungana na yule Mungu anayekuwa wa kweli kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Watoto wangu wapendwa, muepuke kuabudu sanamu za miungu.